Baada ya matokeo yaliyopatikana katika uwanja wa Tanzanite kwa raha pale Manyara, ni kwamba klabu ya Simba sasa imedondoka kutoka nafasi ya kwa kinara wa ligi kuu soka Tanzania bara na sasa wanashika nafasi ya pili. Lakini pia matokeo ya siku ya leo ya sare ya 1-1 dhidi ya Fountain Gate yanaharibu ama yanaivuruga ile rekodi yao ya ushindi 100% katika michezo yao ya ugenini. Tunakumbuka Simba katika duru ya kwanza hata katika mwanzo wa duru ya pili wamekuwa wakipata matokeo ya ushindi katika michezo yao yote ya ugenini, ukiachana na kwamba mchezo mmoja pekee ndio ambao waliweza kuruhusu magoli, na ulikuwa ni mchezo ambao ulifanyika kule Kaitaba dhidi ya Kagera Sugar ambapo waliweza kushinda kwa magoli 5-2. Lakini michezo mingine yote iliyopita ya ugenini Simba walikuwa wakishinda huku pia wakipata clean sheet, na maanisha hawaruhusu nyavu zao kutikiswa. Lakini katika mchezo wa siku leo wameweza kuruhusu nyavu zao kutikiswa na kuweza kulazimishwa sare ya goli 1-1 dhidi ya Fountain Gate ambao walikuwa wenyeji wa mchezo wa siku leo. Ni wapi hasa Fountain Gate ambapo waliweza kuinasa Simba ambayo imekuwa imara kwa siku za hivi karibuni? Kocha Robert Matano, raia wa Kenya, leo hii aliingia kwa nidhamu ya hali ya juu akihakikisha kwamba klabu ya Simba wanazuiwa katika mianya yao, hasa katika safu yao ya ushambuliaji ambayo imekuwa imara sana kwa siku za hivi karibuni, na hasa kwa mawinga wao Elie Mpanzu ambaye alionekana kuwa msumbufu zaidi, lakini pia Ladak Kijumacha-Sambi pamoja na Jean Shalewa na mshambuliaji Leonel Christian Ateba walikuwa na nidhamu ya hali ya juu timu ya Fountain Gate, na mwisho wa siku waliweza kumudu mikiki ya klabu ya Simba haswa katika kipindi cha kwanza, ambapo pia goalkeeper John Nobo, raia wa Nigeria, huyu alionekana kuwa imara zaidi langoni, akiweza kuchomoa michomo miwili ambayo ilikuwa ni hatari zaidi langoni kwake. Shuti la Ladak Kijumacha-Sambi ambalo lilikuwa katika near post, lakini pia shuti la Jean Shalewa dakika za mwisho kabisa kuelekea mwishoni mwa kipindi cha kwanza pia na lenyewe liliweka Fountain Gate salama kumaliza kipindi cha kwanza wakiwa na sare ya bila kufungana, suluhu ya bila kufungana. Lakini kipindi cha pili ndipo ambapo mabadiliko kidogo yalionekana katika eneo la uchezaji, na Simba waliweza kufanikiwa kupata goli kupitia kwa mchezaji Leonel Christian Ateba baada ya Ladak Kijumacha-Sambi kufanywa faulu nje kidogo ya edge ya box, na wakafanya quick restart ambapo pasi iligongwa kwa Ladak Kijumacha-Sambi na yeye akaweka pasi kwa Leonel Christian Ateba ambaye aliweza kuiandikia Simba goli la uongozi. Lakini ikiwa bado muda unaendelea na watu wengi wakitazamia labda pengine Simba wataondoka na ushindi katika mchezo huo, wakati wakiwa wanafanya build up ya mchezo kupasiana katika eneo lao, goalkeeper Simba Musa Pimpin Kamara alivutika mbele, na wakati anapiga pasi ambayo ilikwenda kwa Abrazaki Hamza ambaye alipiga pasi kwa Ladak Kijumacha-Sambi, wakati anapiga back pass kwa goalkeeper wake akiwa hayupo katika eneo la goli, anajikuta anaruhusu mpira ule kumpita na inakuwa goli la kusawazisha la timu ya Fountain Gate. Lakini baada ya muda mfupi Ladak Kijumacha-Sambi alifanyiwa substitution na nafasi yake kuchukuliwa na Joshua Budo Mutale. Mchezo ulikwenda hivyo paka dakika 90 zile kamili zikakamilika, na dakika za nyongeza zikafanyika, zikaongezwa dakika 9 za nyongeza kufidia muda uliopotezwa. Na katika dakika hizo 9 za nyongeza ndo kuna mambo ambayo yaliibuka mengine, ambapo mnamo dakika 93 goalkeeper John Nobo alionyeshwa kadi ya njano ya pili kwa kile kinachodaiwa ni kupoteza muda, na alikuwa akionywa mara kadhaa na mwamuzi wa mchezo huo, na akaonyeshwa kadi ya njano ya pili ambayo ilisababisha kumuondoa mchezoni kwa kupata kadi nyekundu. Leo kwa kadi nyekundu hile kulimaanisha kwamba timu ya Fountain Gate itamaliza mchezo ikiwa pungufu, na kwa sababu walikuwa wameshamaliza kufanya substitution zao zile 5 za kisheria, walilazimika mchezaji wa ndani kuvalisha jezi ya goalkeeper, na mchezaji mshambuliaji aliyeingia kipindi cha pili Hashim Omar Kindembile ndiye ambaye alikwenda golini kwa ajili ya kuweza kuisaidia timu yake kama goalkeeper wa emergency ama dharura. Na hata hivyo katika dakika zote zilizosalia Kindembile alikumbana na shuti moja tu ambalo lilipigwa on target na lilipigwa na Elie Mpanzu. Kindembile ni mchezaji ambaye alipandishwa kutoka katika timu ya academy ya Fountain Gate, na leo hii ameisaidia timu yake kuweza kupata walau alama moja. Lakini tukio la John Nobo pengine limezua mijadala, kijulikana ni goalkeeper kimataifa, lakini alifanya matukio ambayo yameweza pengine angeweza kuigharimu timu yake kuweza kuadhibiwa
na kutokupata matokeo katika mchezo wa siku ya leo. Baada ya sare hii ya 1-1 inamaanisha kwamba msimamo wa ligi utabadilika, na sasa kileleni mwa msimamo atasimama Young Africa ambao ni bingwa mtetezi akiwa na alama zake 45 baada ya kucheza michezo 17 na kushinda michezo 15, huku akiwa amefunga magoli 42 na kuruhusu magoli 7. Lakini Simba wako nafasi ya pili wakiwa na alama zao 44, wakiwa wamepitwa pointi moja tu na klabu ya Yanga, huku wakiwa wamecheza michezo 17, wameshinda michezo 14, wakitoka sare 2 na kufungwa mchezo mmoja, lakini wakiwa wamefunga magoli 35 na kuruhusu magoli 6 kwenye nyavu zao. Kwa hiyo wakiwa na goal difference ya magoli 29, huku Yanga wao wakiwa na goal difference ya magoli 35. Kwa hiyo kwa sasa yale makoti na baridi ambao walikuwa wakisikia kileleni Simba, sasa hivi imehamia kwa wapinzani wao, mamasimu wao Young Africa. Kwa hiyo sasa hivi kilele kiko kwa upande wa klabu ya Yanga, na Yanga wao ni hii wamepata matokeo ya siku ya jana baada ya kuweza kushinda magoli 6-1 dhidi ya timu ya Ken Gold. Msimamo ndo hivyo kama ulivyo, na leo hii Simba amedondosha alama pale kwa raha, pale Tanzanite kwa raha, Manyara kwa Fountain Gate, mchezo ambao hakutazamiwa pengine, lakini ndo hivyo mchezo una matokeo ya kikatili kweli kweli, na mashabiki wa Simba leo wameondoka uwanjani wakiwa vichwa chini, lakini wengi watakuwa wakimtupia lawama bwana mdogo Lada Kichasambi, lakini ndo hivyo, bahati mbaya huwa zinatokea pia uwanjani.